kwangu mimi siwezi nikasema kwamba Young Africans kwa mwalimu Pedro amefeli, ingawa ni mwalimu ambaye anaweza akapata mafanikio kwa sababu tayari pia naye anahitaji kutengeneza CV yake katika ngazi ya vilabu. Mtazamaji, tumeona vile ambavyo makundi yamepangwa, shirikisho lakini pia klabu bingwa. Tunaenda kwenda kutazama klabu bingwa, tunakwenda kuwatazama Yanga lakini pia kuwatazama Simba. Umeyatazama makundi yalivyo. Kwa timu zetu za Tanzania, timu gani kwanza unaiona kama tayari ishasonga? Sio rahisi. Sio rahisi, lakini kwa experience yangu na vilabu vyote ambavyo vinashiriki haya mashindano kwa maana ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa, naona kabisa nafasi kubwa kwa mnyama Simba kuingia kwenye hatua inayofuata ni kubwa kuliko vilabu vingine. Kwa nini watu wengi wanaipa Simba kwamba wanaona wanakwenda katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, ambayo Simba yeye akiwa katika kundi D na si kuwapa nafasi Dar es Salaam Young African? Cha kwanza tukizungumza, Simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo vina rekodi kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya CAF Confederation Cup pamoja na CAF Champions League, na ukizungumza kwenye miaka ya hivi karibuni ni klabu ambayo imeingia mara nyingi zaidi kwenye hatua ya makundi na hata robo finali, kwa maana tukiunganisha michuano yote ya CAF Confederation pamoja na Champions League. Lakini rekodi zake pia kwenye haya mashindano zimeonekana kuwa ni kubwa pale ambapo wanakutana na hivi vigogo. Kwa mfano National Ahli ambavyo ni vilabu vikubwa, Esperance de Tunis ingawa hajakutana kwa muda mrefu sana, wameonekana kufanya vizuri zaidi. Lakini pia uwezo wake wa kukusanya alama kwenye michezo ya nyumbani ndio kitu ambacho kinaifanya Simba Sport kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vinapewa nafasi kubwa sana kuweza kushiriki kwenye hatua ambazo zinazofuata. Katika level ambayo amefikia Simba kwa sasa, kushindana na timu kama Esperance de Tunis kwake ni kitu cha kawaida sana. Lakini pia kwenye vilabu vingine ambavyo ukivitaja kwenye kundi lake kama Petro di Rwanda, sio klabu ambayo kwenye ranki za kafu na unaweza ukamlinganisha na Simba, ina maana Simba yupo juu yake. Lakini pia hata kwenye ubora wa kuweza kucompete na hii klabu ana uwezo wa kucompete kwa 100%. Lakini ukija pia kuangalia kwenye ubora wa ligi ambayo anatoka Simba Sport ni bora kuliko ligi ya Angola. Unazungumzia ligi ya Tanzania ni miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika, lakini ukienda kuitafuta Angola kwenye 5 bora barani Afrika haiwezi kuingia. Kwa hiyo hii inakuonyesha tu kwenye ligi ambayo anatoka mnyama Simba na vile vilabu ambavyo vimewekwa kwenye kundi lake bado ana uwezo wa kukompiti nao kwa 100% zaidi. Lakini pia tukija kuangalia kwamba licha kwamba Young Africans yeye rekodi yake ameweka kwa msimu kuwa miongoni mwa timu ambazo zimeingia mara 3 mfululizo kwenye group stage ya CAF Champions League, ambayo hakuna klabu yoyote ambayo imewahi kufanya hapa Tanzania, lakini bado competition yake huwezi kuikompea na Simba. Kwa mfano last season Young Africans alikuwa anahitaji alama moja tu, alikuwa anahitaji alama 3, lakini alikuwa anahitaji kuscore goal moja tuweze kuingia kwenye hatua ya robo finali, lakini alishindwa katika uwanja wa nyumbani. Lakini angalia rekodi za Simba pale ambapo anahitaji kuingia kwenye hatua ya makundi ama robo finali, anapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani anafanya nini? Anapata matokeo kivyovyote vile. Kwa hiyo hata ule uwezo wa kupata alama 3 nyumbani kwa Simba na vilabu vingine ambao vinashiriki mashindano ya kimataifa kwa hapa Tanzania, Simba amekuwa ni bora zaidi kuliko vilabu vingine. Ni michezo michache sana ambayo ukihesabu Simba katika uwanja wa nyumbani amefeli, lakini michezo mingine yote amepata matokeo kwa 100% kubwa, tena ile michezo muhimu ambayo inamhitaji atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa Young Africans unaona, ukiachana pia na huo mchezo wa hatua ya makundi kwa msimu uliopita CAF Champions League, kuna mchezo pia wa hatua ya makundi kwa msimu uliopita ule, kama utakumbuka, walikuwa group moja pia na National Ahli. Young Africans pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa alitoa sare, unanielewa, tena ilibidi asawazishe kwenye dakika za mwisho, lakini angekuwa ni mnyama Simba angepata pale matokeo. Kwa hiyo kwenye michezo muhimu ambayo Simba amekuwa akitakiwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine amekuwa akipata matokeo, lakini Young Africans na vilabu vingine imekuwa ni changamoto. Ukija kuangalia labda Singida ndo kwa mara ya kwanza wanashiriki mashindano ya kombe la shirikisho, ina maana rekodi yao huwezi kusema kwamba ni timu tishio sana barani Afrika ama itafanya vizuri. Kwangu mimi hata hapa ambapo wamefikia Singida, hata wasipokota alama, kwangu mimi ni mafanikio kwao. Hata kwa Azam FC pia, kwamba hata hapa walipo wakiishia kwao wao ni mafanikio na kwangu mimi ni mafanikio. Lakini kinachokwenda kuwahukumu Simba ni kwa sababu Azam FC ni kwa sababu ya mwalimu aliyekuwa naye Ibenge. Wana mwalimu ambaye ana rekodi kubwa sana kwenye soka la Afrika kwenye ngazi ya klabu pamoja na timu ya taifa. Ukitaja timu ya taifa ya Kongo kwenye michuano ya CHAN wamewahi kuwini taji hilo akiwa na Ibenge. Ukitaja kwenye Confederation Cup
akiwa na AS Vita 2018 amecheza finali ya Confederation licha kwamba alipoteza, lakini akiwa na RS Berkane amecheza finali ya Confederation amechukua. Akiwa na Al Hilal Omdurman CAF Champions League amefika kwenye hatua ya robo finali mara kadhaa. Kwa hiyo ana uwezo wa kufanya Azam FC wakacheza finali. Kwa hiyo kuna mawili hapa. Ukimwona Azam FC amecheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu na akachukua, usishangae kwa sababu profile ya mwalimu alikuwa naye inamfavor kufanya hivyo. Lakini klabu kama klabu ukiiona imefika kwenye hatua ya finali, basi watu wengi hawakutarajia kwamba atafika kule, lakini kwa sababu ya profile ya mwalimu alikuwa naye wana uwezo wa kufika finali na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kwa Azam FC profile yao, rekodi zao za nyuma kwenye mashindano ya kimataifa, hata wakiishia kwenye hatua ya makundi, kwangu mimi watakuwa wamefanikiwa. Ila kwa profile ya mwalimu aliokuwa naye, nikiona wamefika finali na wamechukua taji, kwangu mimi sitoshangaa. Sawa. Umewazungumzia Yanga pia kwamba historia ndio ambayo inawahukumu, lakini kwa aina ya kikosi na mwalimu ambaye wanaye baada ya Romain Folz kuna Mabedi, lakini pia kuna mwalimu Pedro, mwalimu Mreno pale. Yes. Uone kwamba labda anaweza akawasaidia kwa namna moja au nyingine kwamba kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Of course anaweza akafanya hivyo, lakini ukimtazama mwalimu Pedro Goncalves ambaye ndo mwalimu mpya wa Young Africans kwenye ngazi ya vilabu, sio mwalimu ambaye ana rekodi kubwa hivyo, kwa sababu ukitazama profile yake yule mwalimu, kwa mara ya kwanza alikuja Afrika mwaka 2015. Unanielewa? Na klabu ambayo ilimleta ni Primeira de Agosto ya kule Angola. Na wakati wanamleta kwenye klabu yake hakuja kuwa kama head coach. Unanielewa? Alikuja kuwa mwalimu wa timu za vijana. Under 17, under 20 akafundisha pale. Lakini baadaye chama cha soka cha Angola kilikuwa kwenye process ya kukuza zaidi soka la vijana. Kwa hiyo katika kutafuta walimu ambao walikuwa wanaona watafaa kwenye system yao, wakamuona mwalimu Pedro Goncalves ambao wakati ule anatoka kwa Ureno kwenye klabu ya FC Porto, alikuwa kama mwalimu wa kusaka vipaji kwenye ile klabu. Unaelewa? Kwa hiyo baada ya kuangalia profile yake wakaona kwamba ni mwalimu ambaye anaweza akafaa. Kwa hiyo kwenye timu ya taifa sasa nao hawakumchukua moja kwa moja kama kwenda kuwa kocha wao mkuu. Walimchukua kama kocha wa timu za vijana. Wakati huo taifa la Angola ndio linatengeneza ile system ya kuwa na vijana wengi ambao watafanya vizuri kuanzia kwenye ngazi za vijana mpaka kwenye senior team. Kwa hiyo alienda kuwa kocha chini ya umri wa miaka 15, chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 20. Unanielewa? Amefundisha hapo kwa miaka kadhaa, baadaye sasa ndo wakaja kumwamini kuwa kocha wao mkuu. Na baada sasa ya kuwa kocha mkuu tunaona mafanikio ambayo aliyapata kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola. AFCON ilomalizika ni miongoni mwa makocha ambao walikuwa wanawaniwa kocha bora, walifanya vizuri sana, na taifa ambalo lilikuwa ni gumu sana kufungika ni Angola. Kwa hiyo kwenye soka la Afrika ni mwalimu ambaye ana experience tayari, lakini kwenye ngazi za vilabu sio mwalimu ambaye ana experience. Ina maana sasa kama akifanikisha Young Africans kufika kwenye hatua ya robo finali, ina maana ni mwalimu ambaye ameanza kutengeneza profile yake kwenye ngazi ya klabu, kwa maana akiwa anaifundisha klabu. Na hata ukiangalia safari ya Young Africans kuingia mpaka kwenye hatua ya makundi, sio yeye Pedro. Unanielewa? Kuna walimu wengine, utaanza kumtaja Romain Folz ambaye ndo katika mechi za awali kabisa ndo alikuwepo, lakini utakuja pia kumtaja Patrick Mabedi ambaye kwenye mchezo wa mwisho ndo amesimamia. Ina maana kwenye zile wishing nyingi ambazo Young Africans wanazipata kuingia kwenye hatua ya makundi, uwezo ukamtaja Pedro, lazima utamtaja Romain Folz pamoja na Patrick Mabedi. Kwa hiyo kwa Pedro kwenye soka, experience ya kufundisha soka la Afrika anao, anaweza akaifanya Young Africans kufanya nini, kuingia kwenye hatua ya robo final. Lakini kwenye profile yake kwenye ngazi za vilabu sio mwalimu ambaye unaona kabisa kwamba anatosha kwa jina lake, lakini sio kwamba hawezi akafanya vizuri, lakini kwa profile yake kwenye soka la Afrika kwenye ngazi ya klabu bado ni mwalimu ambaye anaisaka CV zaidi. Pengine tunaweza tukaona kwa msimu kama akitengeneza CV akifanikisha Young Africans kupenya kwenye kundi lilokuepo, basi anaweza kuwa miongoni mwa makocha ambao wataimbwa sana kwenye upande wa soka la Afrika, lakini anaweza akapata ofa kwenye vilabu vingine kama kula Afrika Kaskazini. Kwa kile ambacho umekizungumza, kwa mantiki hiyo ni Dar es Salaam Young Africans wamefeli kumleta kocha Pedro? No, sio kwamba amefeli. Unajua kwenye vilabu vyetu vya Tanzania ni vigumu sana kuweza kuafford wale makocha wa bei ghali ambao wanafanya vizuri. Licha kwamba tumewahi kufanya kocha wa bei rahisi. Yaani sio kwamba ni kocha wa bei rahisi, ni kocha ambaye anaweza akapatikana kwa rahisi ambao vilabu hivi vinaweza vikamwafford.
sio kwamba hakuna makocha ambao wamewahi kuja hapa wenye profile kubwa, wapo. Tunaye Ibenge kwa sasa ni kocha inasemekana kwamba ni kocha ambaye Azam umevunja kulikoli benki. Yes, of course ni kocha mkubwa sana, kwa hiyo tumebahatika kuwa naye, lakini tumekuwa na Benchika hapa. Ni miongoni mwa makocha ambao kuwapata ni kazi kweli kweli. Hata Simba wakati ule anampata Benchika, watu wengi walijiuliza huyu amempataje? Hata Azam FC wenyewe wanamleta Ibenge, watu wengi walikuwa na hoja wamempataje? Ni makocha wakubwa, lakini tunazungumzia wale makocha, kwa mfano National Ahli kabla ya kuleta hawa makocha wengi ambao wamepita, kulikuwa kuna kocha ambaye anaitwa Marcel Koller. Unanielewa? Marcel Koller lake litajwa pia Yanga. Yes, of course. Amewapa vikombe viwili vya CAF Champions League National Ahli. Mpaka sasa hivi ni kocha ambaye anapatikana sokoni. Kwa nini Young Africans wameshindwa kumfuata yule wakati ni kocha ambaye tayari ana mafanikio kwenye soka la Afrika? Sinanielewa? Mpunga hapo changamoto. Lakini kuna kocha wa Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso. Young Africans walikuwa na uwezo kwamba ameondoka Romain Folz tuende pale Mamelodi Sundowns tuvunje benki tumlete, si unanielewa? Lakini kuna kocha huyu ambaye pia ameachwa na National Ahli hivi karibuni, ambaye kwa msimu uliopita alikuwa anaifundisha Orlando Pirates. Kuna kocha ambaye ni Mreno I think pia naye. Yes, ametoka kutimliwa hivi karibuni na National Ahli, msimu uliopita alikuwa anaifundisha Orlando Pirates. Unanielewa? Ni makocha ambao wanapatikana sokoni, lakini kwa vilabu vyetu kwa fedha yao ni vigumu kuafford. Kwa hiyo sio kwamba Young Africans kumleta Pedro Gonzalez kwamba amefeli kwa 100%, hapana, hawajafeli, ila watafeli pale ambapo watakaposhindwa kuingia kwenye hatua ya robo finali, ndio wataonekana wamefanya nini, wamefeli. Kwa sababu target kubwa za wanayanga na uongozi mzima wa Young Africans ni kuona Young Africans inafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, na kufanya vizuri sio kuishia tu ya makundi. Msimu uliopita wameishia makundi, na msimu waishie makundi itakuwa ni kitu ambacho hack make sense. Na kwa group ambalo walikuwepo Young Africans, bila shaka wote tumeliangalia, ni group gumu kweli kweli. Ina maana inamhitaji Young Africans apambane kweli kweli. Kama kutokuwa na uwezo wa kupata matokeo away, basi hakikisha kwamba zile pointi 9 za nyumbani zote anafanya nini, anazipata. Atazipata vipi? Ni kuhakikisha kwamba nguvu kwanza ya mashabiki, ambao kwa Young Africans bila shaka tumeona imekuwa ni changamoto kweli kweli, lakini nguvu ya kocha kwa maana mbinu zake, lakini vile vile ubora wa wachezaji. Kwa hiyo mwalimu anaweza kuwa na uwezo mdogo, lakini wachezaji wakafanya nini, wakamsaidia. Lakini pia mwalimu anaweza kuwa na wachezaji wenye uwezo mdogo, lakini kwa mbinu zake akawasaidia wakafanya vizuri. Na ndio maana kuna vilabu hata kwenye kombe la shirikisho sasa hivi ukivitazama unasema hawa wameingiaje? Ni kwa sababu wana mwalimu ambaye ana mbinu bora. Kwa mfano kuna timu kombe la shirikisho inaitwa Nairobi City. Sio timu kubwa kwenye soka la Kenya, sio timu kubwa kwenye soka la Afrika, lakini ukiwatazama sasa hivi wapo kwenye group stage ya CAF Confederation Cup. Unanielewa? Ni kwa sababu gani? Sio wachezaji wake kwamba wana ubora. Kuna wachezaji wake pale ukiwapeleka kwenye kosi ya Young Africans first 11 yao hapati nafasi, lakini wapo kwenye kombe la shirikisho kwa sababu wana mwalimu ambaye ana mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba anapata matokeo katika mchezo wote. Na mbinu zenyewe tunazozungumzia ni mkakati. Yaani mkakati kwamba unakwenda kucheza na timu gani, umejipanga vipi kuhakikisha kwamba unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi nikasema kwamba Young Africans kwa mwalimu Pedro amefeli, ingawa ni mwalimu ambaye anaweza akapata mafanikio kwa sababu tayari pia naye anahitaji kutengeneza CV yake katika ngazi ya vilabu.